Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi cha neno na tafakari kila siku asubuhi. Tunaendelea na ujumbe wetu, imarisha imani yako kwa Mungu ili uweze kushinda majaribu, sehemu ya pili ya ujumbe wetu, na jambo la tatu katika sehemu ya pili. Jambo la tatu ambalo tunajifunza ni neno la Mungu liwe na nguvu ndani yako kiasi cha kusababisha matokeo. Neno la Mungu liwe na nguvu ndani yako kiasi cha kusababisha vitu kutokea au kushinda, kiasi cha kusababisha wewe kushinda. Na nimekwisha kulizungumzia kwa undani, kulielezea neno la Mungu ni nini, na tuliangalia katika ile Injili ya Yohana, tukaangalia neno la Mungu kwamba ni Kristo mwenyewe. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Twende moja kwa moja katika mstari wetu unaotuongoza wa Biblia wa Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa kwanza na wa 4, 11 hadi 13. Twende tukasome moja kwa moja Injili ya Luka. Injili ya Luka sura ya 4. Neno la Mungu linasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Mtu hataishi kwa mkate tu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa kutupa nafasi hii, kwa kusogea tena mbele zako kujifunza neno lako. Tunakuomba Baba, ututafakarishe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, tumeona Bwana Yesu anapandishwa na Roho nyikani, na alipopandishwa na Roho nyikani alikwenda kufunga siku 40. Na tunaona kwamba mjaribu Ibilisi anamwijia, anamwambia ya kwamba ikiwa ndiye mwana wa Mungu, basi geuza mkate huu jiwe hili liwe mkate. Tunaona Yesu anamwambia kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Daktari Mathayo pia ameandika hii habari. Twende tukaangalie Mathayo alivyoandika hapa. Mathayo pia ameandika. Mathayo katika injili hizi zote pacha, kwa maana injili ya Mathayo, injili ya Marko pia kaandika sura ile ya kwanza, utakutana hizi habari, na Luka ameandika sura ya 4, na Mathayo pia ameandika sura ya 4. Twende tukaangalie Mathayo alivyoandika hapa. Mathayo alivyoandika hapa, mstari wa 5. Kisha Ibilisi mstari wa 4. Naye tuanze mstari wa 3. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Nilikuwa natafuta hiyo kitu, kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Mambo mengine katika maisha yetu hatuwezi kufanikiwa kwa mikate tu. Nilikwambia siku ile ya kwanza kwamba nilipofafanua habari ya neno ni nini, nilikwambia mwandishi mmoja wa masuala ya kibiblia anafafanua, anasema neno ni jambo ambalo ndani yake kuna nguvu inasababisha vitu kutokea. Kwa hiyo hatuwezi kuishi kwa mkate tu, hatuwezi kuishi kwa akili zetu tu, hatuwezi kuishi kwa nguvu zetu tu. Tunahitaji nguvu ya neno ndani yetu ambayo inasababisha vitu kutokea ndani yetu. Yesu anamwambia mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Na nilikwambia pia kwamba neno kwa maana kama alivyoandika Paulo kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu, neno lililobeba pumzi, lililobeba nguvu ya Mungu, linaweza kufundisha,
linaweza kuongoza, linaweza kuadabisha, linaweza kutoa mwelekeo wa maisha, linaweza kukupa nguvu, linaweza kusababisha nguvu ya ushindi, ukashinda majaribu. Yawe ni majaribu yamekuja kama magonjwa, yamekuja kama ziki, yamekuja majaribu kama vita vya kiroho, kama vita vya kimwili, yamekuja kama matatizo mengine ya kiroho, vifungo, laana, mikosi yamekuandama kwa namna hiyo. Shetani amekujaribu, amekuandama kwa majaribu ya namna hiyo ili akugeuze. Huwezi kushinda hayo majaribu kwa nguvu zako, kwa akili zako. Unahitaji nguvu ya neno la Mungu ndani yako, nguvu ya neno la Mungu ndani yako. Hata sisi, hata wale ambao wanaomba, ambao ni waombaji, hatuwezi tukiomba pasipo neno sio rahisi kumshinda shetani. Kwa hiyo nguvu ya neno inahitaji itawale. Nguvu ya neno iwe nyingi ndani yetu, maombi yetu yatapata matokeo. Maombi yetu yatasababisha vitu kutokea. Ukiomba jambo litatokea. Mtu hataishi kwa neno tu, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu, neno lilobeba pumzi ya Mungu, neno lilobeba nguvu ya Mungu. Wewe unahitaji neno lilobeba nguvu ya Mungu ili kutoka hapo ulipo. Wewe unahitaji neno lilobeba pumzi ya Mungu ili kupona ugonjwa uliokuwa nao. Wewe unahitaji nguvu ya neno lilobeba pumzi ya Mungu ili kuweza kuvuka hapo ulipo. Unahitaji nguvu ya neno. Soma neno la Mungu, omba Mungu akupe nguvu katika neno. Usilisome neno kama maandiko ya Biblia, uliseme neno kama maandiko yaliyobeba pumzi ya Mungu. Pumzi kwa namna nyingine yaliyobeba roho wa Mungu, roho ya Mungu ambayo ina uhai ndani yake, ambayo inasababisha vitu kutokea. Unahitaji neno la Mungu. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia sehemu ile Luka, misali ile ambayo nimekuambia, misali ya mwisho ile, misali ya mwisho, mstari wa 11 na 13. Anasema hivi, mstari wa 11, mstari wa 10, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Sikiliza nikwambie, Ibilisi pamoja kuna majaribu, lakini majaribu yake yanaisha, yanafika mwisho. Yanafika mwisho kwa namna ipi? Yanafika mwisho kwa mtu ambaye amejawa nguvu ya neno la Mungu ndani yake. Mtu ambaye amejawa na nguvu ya neno la Mungu ndani yake, Ibilisi anafika mwisho wa majaribu. Lakini pamoja na kufika mwisho wa majaribu, hakakuacha. Biblia inasema kwamba anakuacha kwa muda. Ibilisi anakuacha kwa muda. Ibilisi anapokuacha kwa muda, anajipanga kurudi, kuangalia mahali ambapo umelegeza, umeacha maombi, umeacha kumtafuta Mungu, umeacha kusoma neno, kwa sababu umekuwa busy na mambo mengine mengi ya kwako ya kimaisha, ya kimaendeleo. Lakini sikiliza nikwambie, pamoja na busy za maisha yako ya kimaendeleo, nguvu itakayokusababisha kufanikisha juhudi zako za kimaendeleo na ukakaa salama ni nguvu ya Mungu kupitia neno la Mungu. Pamoja na ubize wako kimaendeleo, kumbuka kusoma neno la Mungu. Kumbuka kusoma neno la Mungu. Usilisome neno la Mungu kama andiko, lisome neno la Mungu kama sauti ya Mungu, lisome neno la Mungu kama pumzi ya Mungu, lisome neno la Mungu kama roho wa Mungu. Ukilisoma kama roho wa Mungu, roho chafu za Ibilisi, roho mbaya za shetani hazitakaa kwenye maisha yako, hazitaendelea kukushikilia. Kama ni vifungo vya kipepo, havitaendelea kukushikilia, havitakutesa, vitaondoka, kwa sababu nguvu ya neno la Mungu ndani yako inakupa ushindi. Ngoja kutajia mstari huu ambao tutajifunza siku nyingine. Mstari huu wa Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari 20 inasema ya kwamba neno la Mungu likashinda kwa nguvu. Neno la Mungu lilishinda kwa nguvu. Neno la Mungu lina nguvu ya kukupa ushindi katika misukosuko, katika majaribu, katika shida unazozipitia. Neno la Mungu linaweza likaleta uponyaji kwenye shida ya ugonjwa ulioko ndani yako. Neno la Mungu linaweza likaleta nguvu ya kufunguliwa, ukafunguliwa vifungo ulivyokuwa navyo. Ulisome neno la Mungu
kama pumzi ya Mungu. Ulisome neno la Mungu kama sauti ya Mungu. Ulisome neno la Mungu kama roho wa Mungu. Ulisome neno la Mungu kama Mungu mwenyewe anazungumza na wewe, anazungumza na maisha yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante umetupa kutafakari ujumbe wa neno lako. Nami ninamwombea msikilizaji wangu huyu leo, neno lako likashinde kwa nguvu ndani yake majaribu, mateso, misukosuko anayoipitia, vifungo alivyofungwa na mapepo na majini. Biashara yake, kuna roho za kichawi zimeachiliwa kwenye biashara yake, zimeachiliwa kazini kwake, zinamtia shida. Akiingia kazini anajisikia mwili hauna amani, mwili unawashwa, mwili unauma, kama roho inataka kuchomoka. Mimi ninamwombea nguvu yako saa hii, Bwana, nguvu yako, nguvu ya neno lako saa hii, Bwana. Anaposoma neno lako, Baba, apate nguvu ya kushinda, ya kuvuka mahali alipo, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninakushukuru. Ninaomba roho wako awepo ndani yake saa hii, awepo ndani yake, ampe kushinda majaribu yanayomsonga, anayoyapitia, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Tutaendelea sehemu ya mwisho ya ujumbe huu ambao bila shaka itakuwa na kichwa cha habari kadogo kanasema neno la Mungu linakujengea msingi wa ushindi. Ubarikiwe sana.